Bwana ni mwema wapendwa. Nipende kuwakaribisha tena katika siku hii ya leo kujifunza pamoja maandiko matakatifu ya Biblia katika mfululizo wa masomo yetu na yenye kichwa ambacho kinasema safari yenye tumaini. Tulitazama kwa siku ya jana kwa nini tuwe na safari yenye tumaini. Tukaona ya kwamba uwepo wa safari yenye tumaini ni kwa sababu ya dhambi ilipoingia ulimwenguni. Wakati tu wazazi wetu wa kwanza Adam na Hawa katika bustani ya Edeni wameziasi sheria za Mungu na hivyo kupoteza mamlaka yao na kupoteza mahali pao palipokuwa ni pazuri pa kuvutia. Tukatazama namna ambavyo Mungu akatoa laana katika ardhi hii. Lakini pia hatukuishia hapo. Tukaona namna ambavyo shetani akaamua kuchukua nafasi ya kuanza kuongoza watoto wa Mungu. Na hivyo kwa sababu ya uwepo wa dhambi ambayo hii imeletwa na shetani, tukawa na safari ambayo inabidi sasa safari hii itupeleke mahali pengine ambapo hapa patatupatia matumaini. Na siku hii ya leo tutajifunza katika somo ambalo litakuwa na kichwa kinachosema wito wa safari. Na kabla sasa hatujaendelea kujifunza wito huu wa safari unahusu nini, ni wakaribishe tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe katika masaa haya pekee. Tunapohitaji kujifunza ukuu wako, tunakualika wewe kwa njia ya Roho Mtakatifu tufundishe nasi tukuelewe ulivyojifunua kwenye maisha ya kwetu. Ni katika jina la Yesu Kristo, amina. Wito wa safari. Tumesikia aina nyingi za miito ikitolewa. Miito imekuwapo ya aina mbalimbali. Miito hii imekuwa na makusudi na malengo mbalimbali. Lakini kwa sababu tunazungumza habari za safari yenye tumaini, kwa sababu tumeangalia kwa nini tuwe na safari ya matumaini, ya kwamba ni kwa sababu tulianguka dhambini, kwa sababu hali ambayo ulimwengu uliopo sasa hivi ni matokeo ya dhambi na vile ambavyo ulimwengu wa kwetu ulipelekwa chini ya adui wa Mungu ambaye ni shetani. Tunao wito katika safari sasa. Na wito huu unatolewa kwa nini? Katika kile kitabu cha Isaya ile sura ya 24 fungu la 19 na 20. Neno la Mungu linayo maneno haya: dunia kuvunjika inavunjika sana, dunia kupasuka inapasuka sana, dunia kutikisika imetikisika sana. Katika fungu la 20 nasema dunia inalewalewa kama mlevi, nayo inawayawaya kama machela, na mzigo wa dhambi zake utailemea, nayo itaanguka wala haitainuka tena. Dunia kuharibika, inaharibika, imeharibika kabisa. Imekuwa misili ya mlevi kutokana na kutokuwa na mahali sahihi pa kusimama. Kila kunapoitwa leo, dunia inatanga mbali kabisa. Ukatili, mauaji, kuporomoka kwa maadili, vita, majanga ya asili na kuongezeka kwa maasi, uovu, ushoga na ulawiti vimekuwa ni sehemu ya dunia. Dunia imekuwa ni mahali pasipokuwa na usalama kabisa. Mwanadamu amekuwa adui wa mwanadamu. Hakuna amani. Magonjwa tunayotazama ya kutisha yamekuwa ni sehemu ya maisha katika dunia. Vilio vimekuwa ni sehemu katika dunia. Duniani tena si mahali palipo na amani kuishi. Na kwa sababu hii dhambi zimeilemea dunia, nayo itaanguka na wala haitainuka tena. Sikiliza mpendwa, dunia si mahali tena sahihi kutokana na namna ambavyo ilianguka dhambini. Na hapa ambapo imefika leo,
inaonekana hakuna kabisa tumaini, isipokuwa tu ni kusikia wito ambao leo tunakwenda kujifunza, ya kwamba katikati ya changamoto, katikati ya mambo ambayo tunayatazama katika dunia hivi leo, upo wito wenye tumaini ambao unatuita, ambao unatusihi, ambao unajaribu kutulejeza kutazama ya kwamba lipo tumaini, ambalo hili ni lile ambalo tumetengenezewa awali kabisa, la kulejezewa dunia yenye kupendeza na yenye kuvutia kama ilivyotoka katika mikono ya Mungu. Na wito huu unaanzia wapi? Katika kitabu kile cha Yohana sura ile ya 3 fungu la 16, Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa sababu ya kuanguka kwa dunia, kwa sababu ya kujawa kwa maasi duniani, kwa sababu ya dunia kutanga mbali na upendo wa Mungu, Mungu bado hakuiacha dunia. Mungu bado aliona namna ambavyo anaweza kushughulika kumuokoa mwanadamu. Huu ulikuwa ni upendo wa ajabu, na huu ndio ambao Biblia inafunua ya kwamba kwa sababu hii ya dunia kutoka kwenye uwepo wa Mungu, kwenye uzuri uliokuwa umetengenezwa, Mungu hakupendezwa kuiacha katika hali hii, na hivyo akamtoa mwanae wa pekee kabisa, ili kupitia mtoto huyu kila ambaye atamwamini awe na uzima wa milele. Uzima wa milele ni wito safarini. Uzima wa milele ni kulejezewa maisha yenye amani. Uzima wa milele ni kulejezewa hali iliyokuwapo mwanzoni kabla dunia haijaanguka. Uzima huu wa milele ni wito wetu tunapokuwa katika safari kumwamini mwana pekee wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo. Yeye anafunua ya kwamba upo uwezekano wa kulejeza mambo katika hali ya uzuri. Kupitia katika kumwamini huyu Yesu, mambo ya kimaisha ya kwetu, mambo ya kwetu ya kila siku, changamoto tunazozipitia na hali zote ambazo tunazitazama zinatengenezwa kuwa mpya tena katika maisha haya. Sikia, upendo huu wa pekee ambao umefunuliwa kwa uzuri kabisa, tulitazama katika ile Mwanzo sura ya 3 na fungu lile la 21. Maneno ya pekee sana ambayo yalifunuliwa hapa, yenye upendo mkubwa kwa mwanadamu, ambaye Yesu yeye alifunuliwa katika zama hizi katika vielelezo mbalimbali, na hasa akifunuliwa kama mwanakondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Katika Mwanzo ile 3 fungu la 21, Biblia inasema, Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akawavika. Baada ya kuwa Adamu amekula tunda na sasa yuko uchi, ameamua kujitengenezea mavazi ya majani ya miti. Mungu akaona mwanadamu hawezi akasimama vile mbele zake, na hivyo Mungu akaamua kumchukua kondoo, na kupitia kondoo huyu akaamua kutengeneza upatanisho. Upatanisho huu ilikuwa moja ni kwa damu ya kondoo huyu, ya kwamba kiashiria kielelezo ya kwamba yupo mwana kondoo ambaye huyu ni mtoto wangu mpendwa, ambaye huyu atakufa kwa ajili ya dhambi zenu, na damu yake pekee itaweza kuwastahimilisha kusimama mbele zangu.
Haikuishia hapo, akachukua ngozi ya kondoo akawavisha Adam na Hawa. Hii ikionyesha ya kwamba tunaweza tu kusimama mbele ya utakatifu wa Mungu tukiwa tumevikwa vazi la haki ya Yesu Kristo. Kustahimili kwake na uwezo wake pekee ndivyo ambavyo vinaweza kunifanya mimi na wewe kusimama mbele zake. Na kwa sababu ya kielezo hiki, Yesu amekuwa akifunuliwa tangu Agano la Kale, tangu kitabu hiki cha Mwanzo kilipoanza, na wakati wote wa historia ya mwanadamu na kuwepo kwake katika kielezo hiki. Na hata wakati ulipofika, wakati Yohana Mbatizaji aliposimama, yeye alimtambulisha Yesu kwa maneno ya pekee. Katika kile kitabu cha Yohana 1 na lile fungu la 29, Biblia yangu na yako inasomeka maneno haya. 29, Yohana anasema, siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana-kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Fungu la 30 anasema, huyu ndiye niliyenena habari zake ya kwamba yuaja mtu nyuma yangu, ambaye amekuwa mbele yangu, kwa maana amekuwa kabla yangu. Yohana Mbatizaji alipomuona Yesu anakuja kwake katika mto wa Yordani ili kusudi kubatizwa, Yohana akatangaza kwenye umati ya kwamba, tazameni mwana-kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Huyu ambaye Mungu mwenyewe alifunua kielelezo cha kifo chake katika kitabu cha Mwanzo, akiwalejeza Adam pamoja na Hawa katika ulinganifu wa kumkaribia yeye Mungu aliye mtakatifu. Huu ulikuwa ni wito wa pekee. Huu ulikuwa ni wito kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Yesu amefunuliwa katika namna ya pekee sana. Kifo chake ni wito wa kwetu ya kwamba kila aminie apate uzima wa milele. Maisha ya Yesu na namna alivyoishi katika ulimwengu huu bado ni wito unaotuita. Maneno ya Isaya, au manyoya yake, naam, hakufunua kinywa chake. Anasema, kwa kuonewa na kuhukumiwa aliondolewa, na maisha yake ni nani atakaye isimulia? Maana amekatiliwa mbali na nchi ya walio hai, alipigwa kwa sababu ya makosa ya watu wangu. Wakamfanyia kabuli pamoja na wabaya na pamoja na matajiri katika kufa kwake, ingawa hakutenda jeuri. Yesu mpendwa alishuka akaiacha enzi na mamlaka. Yohana wakati anasema, aliuambia umati na anatuambia sisi pia ya kwamba huyu ndiye niliyenena habari zake ya kwamba amekuwako hata kabla ya mimi. Kumbe hapo mwanzoni Yesu alikuwapo pamoja na Mungu, na hakaona kule kuendelea kuwa katika hii hali si sehemu ya kuendelea kushikilia. Kwa sababu ya upendo mwingi akaamua kushuka katika ulimwengu huu, na aliposhuka akaamua kuishi maisha haya ili kusudi kwa kupigwa kwake, kwa yote aliyopitia, fezea, dhihaka, tuweze kusimama. Yeye alikuwa ni mwana-kondoo aliyeichukua dhambi ya ulimwengu mabegani mwake, ili kusudi mimi na wewe tupate wokovu. Haikuishia hapo. Maandiko yanasimulia katika kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Petro 1 na lile fungu la 19. Maneno ya Mungu yanasema hivi, bali kwa damu ya thamani kabisa kama ya mwana-kondoo asiye na ila, asiye na wa, yani ya Kristo, hiyo ndiyo ambayo tuliokolewa kwayo. Sikiliza, wale tu kondoo hawakutosha kusafisha dhambi za wanadamu. Wale tu kondoo waliotumika katika ibada ya kafara hawakutosha kabisa, isipokuwa walikuwa ni kiwakilishi cha kifo cha Yesu msalabani. Yeye ambaye alichukua dhambi zangu na dhambi zako. Maisha yake yanafunuliwa vizuri katika kitabu cha Yohana,
lakini pia yanafunuliwa vizuri katika kitabu cha Mathayo, yanafunuliwa vizuri katika kitabu cha Luka, yanafunuliwa vizuri katika kitabu cha Marko, ya kwamba yeye ndiye dhahiri aliyekuwa mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Yeye ndiye ambaye vielelezo vilimfunua kwa namna tofauti tofauti. Maandiko yalimzungumza habari zake. Hata Isaya mwenyewe alizungumza ya kwamba kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, kwa maana bikira atachukua mimba, naye atamzaa mwana wa kiume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Huyu ndiye ambaye wakati ulipofika alibeba dhambi zetu katika mauti ya msalaba, na pale katika mauti ya msalaba alikufa kwa ajili yetu. Yeye ambaye alikuwa kondoo, ambaye alikuwa ni kondoo dhahiri kabisa, ambaye maisha ya hapo awali na vielelezo vyote vilimsonta kidole, akayatimiza. Leo anao wito kwako, anao wito kwangu. Hapa upo wito wa pekee sana, wa pekee, ya kwamba kumwamini mwana pekee aliyekuja kwa ajili yetu, Yesu Kristo, aliyeacha enzi na mamlaka mbinguni, akashuka kuchukua asili ya mwanadamu ili atupatanishe na kutuokoa kutoka katika kuangamia kwa dunia hii. Yeye huu ni wito wenye tumaini kwenye maisha ya kwetu, na hii ni safari ya pekee kusafiri pamoja naye. Hii ni safari ambayo mimi na wewe tunapaswa kuona na kuguswa kusafiri ndani yake. Sikia, moyo wa Mungu huwafikiria watoto wake duniani kwa upendo mkubwa mno. Alipomtoa mwanawe wa pekee kwa ajili yetu, alikuwa kama anatoa kwetu ubora wake wa mbinguni. Maisha ya Mwokozi hapa duniani, kufa kwake, maombezi yake huko mbinguni, msaada wa malaika, maombezi ya Roho Mtakatifu pia mioyoni mwetu, hivyo vyote hutuonyesha jinsi Baba yetu aliye mbinguni awapendavyo wanadamu. Tena hutumia njia hii ili awakomboe. Sikia, ni heri tufikiri sana habari za Mwokozi wetu, jinsi alivyojitoa kama dhabihu kwa ajili yetu. Ni ajabu kiasi gani, ni ajabu kiasi gani kwa mambo hayo. Imetupasa kufahamu kwamba katika Kristo tumepewa thawabu kubwa kupita kiasi. Sikia maneno haya. Yesu angali ana wito jioni ya leo katika maisha yako na maisha yangu. Ikiwa kama utasikia wito wake, ikiwa kama utasikia sauti yake, jioni hii ya leo anahitaji kutengeneza maisha kwako. Wakati unaposafiri katika safari hii, safiri ndani ya wito wake. Mungu alimleta Yesu kwa ajili ya kuokoa ulimwengu, na wala si kwa ajili ya kuhukumu ulimwengu. Katika Yohana ile 14 fungu la 6, Biblia inasema maneno haya. Yohana 14 na lile fungu la 14 na lile fungu la 6 inasema, Yesu akawaambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Yesu anatoa wito kwangu. Yesu anatoa wito kwako, ya kwamba tufikiri tena yote ambayo Mungu amewaahidi waaminifu wake. Sababu kubwa kwa kufanya haki, kufurahishwa mbinguni, kukaa na malaika na kuwa na umoja nao, kuongea uso kwa uso na Mungu na mwanawe, na kujua upendo wao hao jinsi ulivyo mkubwa tena wa thamani. Yesu anasema yeye ni njia, yeye pekee ni kweli, yeye ni uzima. Je, unahitaji kuwa na maisha yenye amani na tumaini? Yesu anasema yeye pekee kupokelewa kwenye maisha ya kwako na kwenye maisha yangu ni njia tosha.
Unahitaji kumwendea Mungu kwa ajili ya kutengeneza mambo, kwa ajili ya msamaha wa dhambi, kwa ajili ya jambo lolote linalokusibu. Yesu ni njia. Yesu anaita jioni ya leo mahali ulipo. Je, uko tayari kumkabidhi maisha yako? Huu ni wito wa pekee. Mtoa maisha yako kwa ajili ya yeye. Jitoe kwa Yesu mahali ulipo. Mwamini na mkiri moyoni mwako ya kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha ya kwako. Maneno yake ni haya katika kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 11 na lile fungu la 28. Yesu anaita wito wa pekee sana, na maneno yake ni haya. Biblia inasema wakamwambia. Biblia inasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo ya dhambi. Njoni kwangu. Yesu anaita. Unao mzigo gani kwenye maisha yako? Ninao mzigo gani kwenye maisha ya kwangu? Njoo kwa Yesu, anakuita. Njoo, toa vyote sasa. Mpokee, naye yuko tayari kubeba mzigo wa kwako. Wakati ulimwengu unapoonekana kuangamia, wakati ulimwengu unapoonekana kukosekana kwa amani, wakati mambo yanapoonekana hayana mwelekeo, Yesu anaita, twende kwake. Je, ni shauku yako kwenda kwa Yesu katika jioni hii ya leo? Hebu mpokee mahali ulipo. Hebu mkiri mahali ulipo. Jitoe na umkabidhi yote. Mahali hapo ulipo, fanya uamuzi moyoni mwako ya kwamba Yesu ni maisha yangu, nami ninaukubali wito huu katika safari hii ya pekee. Nipende kukualika ya kwamba huu ulikuwa ni wito katika safari tulionayo, safari inayotupeleka kuishi na Baba yetu mbinguni. Hebu fanya uamuzi mahali ulipo, wakati kesho takapokuja kutazama ya kwamba ni kwa namna gani tutafika mbinguni hapa. Kama huu ndio wito, kwa namna gani tunafika mbinguni kwa Baba yetu, kwa namna gani tunavyohitimisha safari hii, hebu iwe ni shauku yako kuwa umefanya maamuzi ya kumpokea. Na sasa tunapokwenda kuomba pamoja, tunapokwenda kufunga somo hili la leo, moyoni mwako fanya maamuzi. Zungumza na Mungu wako mahali ulipo. Mwambie uamuzi wako katika jioni hii ya leo. Ninapenda nikukaribishe ya kwamba wiwa pia kujumuika pamoja nasi katika siku ya kesho, kuangalia je, tunafikaje hapa mbinguni kwa Baba yetu, ikiwa huu ndio wito ya kwamba Yesu na maisha yake katika ulimwengu huu, Yesu na yale yote aliyoyapitia, ilikuwa ni kutuita, kuturejeza kuwa pamoja tena na Baba yetu anayetupenda. Upendo huu wa pekee usipite bure kwenye maisha ya kwako na ya kwangu. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa ajili ya kutufunulia wito huu wa pekee katika jioni hii ya leo. Maisha ambayo Yesu aliishi ni kielelezo tosha cha namna unavyotupenda. Ukiwa wito huu unatuambia ya kwamba ni kumwamini yeye na kujitoa kwake, naye akiwa anatuita ya kwamba twende kwake na mizigo yetu yote. Ikiwa yupo mtu ambaye Baba wa mbinguni atakuja kwako kwa sababu ya kuamini kwa jina la huyu Yesu, mpokee na tengeneza maisha yake. Na kwa sababu wito huu ni wa kwetu na kila moja wetu, tupokee tunapofanya maamuzi ya kuja kwako. Ni katika jina la Yesu Kristo. Amina.